Mteuliwa wa kata ya Buyuni kupitia Chama cha Mapinduzi wilaya ya Ilala jimbo la Ukonga. Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo hii kuweza kwenda kuwapa na kuwa tayari sasa kwenda kuwatumikia wananchi wa kata ya Buyuni. Kiukweli ni jambo la kumshukuru Mungu. Lakini kikubwa nimeshasema sana, lakini leo nihitimishe kwa kusema sasa diwani anaingia kazini kwa kufuata kanuni kwa mujibu wa sheria na kwa kufuata ilani ya Chama cha Mapinduzi. Nitafanya kazi bila kupendelea katika mitaa yangu yote 8, wenye viti wote ODC yangu nitawaweka wawe wamoja. Pia wananchi nitaomba sana wawe na ushirikiano na sisi katika kuleta maendeleo. Lakini nikaseme jambo moja. Juzi Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa wetu, mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan, katika hotuba yake akiwa amekutana na wazee wa Dar es Salaam, ameongelea jambo moja tu ambalo ndio mustakabali mzima wa nchi yetu ya Tanzania. Amani yetu hainunuliwi. Amani yetu tutaifanya wenyewe wa Tanzania kwa kuwa wazalendo na kwa kuipenda Tanzania. Hatuhitaji mpasuko kutoka kwa watu wakuja kutuambia nini cha kufanya. Nimelichukua hilo na nitalifanyia kazi kata ya Buyuni. Tumeshaanza katika kuwaelekeza vijana wetu ambao ndio chachu ambayo inaenda kudanganya na watu ambao wanakuja kuliharibu taifa letu la Tanzania. Lakini hilo kwa kata ya Buyuni halitawezekana. Namshukuru Mwenyezi Mungu hata alipotokea tarehe 29 Oktoba 2025 kata ya Buyuni ilikuwa salama na hata watu walikuwa wanasimuliwa kuna nini kimetokea. Naliomba hilo Mwenyezi Mungu azidi kulibariki, jambo hilo likazidi kuendelea kata ya Buyuni. Kwa kweli kata ya Buyuni tuko salama, lakini si kwamba kata ya Buyuni iko salama nikakae kimya. Kwa mustakabali mzima nahitaji Tanzania kama mzalendo na kama kiongozi nitapigania haki ya Tanzania na napenda umoja na amani viendelee kuwepo. Leo tumeenda kupiga kura kwa mujibu wa sheria na kanuni za Tanzania. Tulifanya kura za ndani tarehe 30. Nimeona kwamba tuliweza kwenda kumchagua Mstahiki Meya Nurdin aka Sheta. Leo tumeenda kufanya majumuisho ya Tanzania nzima kwa kupitia na vyama vyote. Pale tulikuwa na vyama vingi. Ina maana kwamba tulikuwa na ACT na Chauma kupitia wabunge. Lakini sisi kama Chama cha Mapinduzi ndio tulikuwa na madiwani wengi ambao ndio kwa mustakabali na kanuni kwa mujibu wa taratibu zetu Tanzania na serikali nzima tumeenda sasa kupiga kura kupitia jiji chini ya mkurugenzi wa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Tumeweza kutoka na Sheta tena na naibu meya Mrema. Nimependa sana na hotuba aliyoisema kwa mara ya kwanza baada ya kuwa sasa amepata kura zote za ushindi kwa kishindo. Mstahiki meya ameongea jambo moja ambalo mimi limenigusa hakika. Ameeleza kwamba sitakuwa meya wa mmoja kati ya madiwani. Ninaenda kuwa meya wa jiji nikiwa sina utenganisho wa kata yoyote. Na hilo ndio ambalo tunalihitaji madiwani. Kwa mujibu wa kwenda kuendeleza maendeleo ya miradi yetu na maendeleo mazima ya jiji la Dar es Salaam, tunahitaji mtu ambaye ana hofu ya Mungu, ambaye anajua tunataka maendeleo katika jiji, na kwa msemo wake tu tunaenda kumuona kijana ambaye ana miaka 35 tu akibeba mabegani madiwani wote 36. Inshallah najua Mwenyezi Mungu atatenda na ataenda kutufanyia alichosema. Mungu amjalie afya njema meya wetu mpya na naibu wake. Lakini nishukuru sana mkuu wa wilaya ndugu yetu Mpogolo, nishukuru sana mkurugenzi wetu Eli Huruma, kwa kweli na wanafanya kazi nzuri sana ya kuiweka Ilala pamoja, na niseme tuna timu nzuri. Sasa wakaangalie na wategemee mazuri kutoka kwa madiwani, hususan kwa mimi diwani wa kata ya Buyuni.